kama kwa mfano kama archives. Hiyo archives kuna watu wengi sana. Na kaka hivi sasa unajua anapimia ama akona michoro, akona simu. Alafu simu ako nayo tablet. Sasa anachora mahali ataenda leo. Lakini akona yani ameng'aa. Hata ukimwangalia akiwezi msuspect. Yaani mpaka sasa leo hii watu wako nadhani kwamba ukivaa hiyo suti na zapchuta tunaitwa pastor. Sasa hao watu wote ni mapasta. Wanasiasa wanavanga nini bungeni? Suti. Hawana zapchuta, hawana tai. You have everything. Are they saved? God say they are saved. Hiyo ni uniform. Chabana. Ende mtu akianza kuvaa trouser kama mwanamke unasema hajaokoka. Are you really serious? Ende mtu amevaa mini skirt. Skirt fupi. Ende hajaokoka juu. Maandiko yanasema tuvae mavazi ya kujisitiri. Kwa nini nisema tuvae mavazi ya kujisitiri ili tuokoke? Hakusema kitu kama hicho. So watu wanaongea tu kuhusu wokovu, lakini hata ukiuliza huo wokovu ni nini? They cannot explain. Hawezi kusema kabisa. So si kuvaa. Wokovu haupokelewi kwa kuvaa. Wokovu mtu haina maana kwamba mtu akivaa vizuri. My friend unaweza kuja hata hapa na vest na kinyaza cha kwako na slippers na uchape injili na kwamba umeokoka. No problem. Na mwingine akuja na suti yako yake lakini aongea makorokoro, matope tu na hajaokoka. Shinda ni dhana ya wanadamu. Picha tu ya wanadamu. Na kwamba ukikuja na kinyaza mtu akiona hata ukitembea na kinyaza anasema huyu amepotoka. Hata anataka tukuonyeshe nini? Alafu aseme ameokoka. Unakuwa hii mambo yote wanapozungumza hata kujisiti na nini walikuwa wanaongelea kwa ajili ya mwenendo wao kwa watu wengine ili wavutiwe na ile tabia yao ya kawaida, lakini haina maana kwamba walikuwa wapokea wokovu. Hii mambo kuvaa kwetu kuvaa vizuri kama mfano kama ni dada ambaye ameokoka amevaa vizuri haina maana ni ili kwamba apokee wokovu. Ni kwamba at least ule ambaye atamuona atatambua kwamba asili yake ni aina gani. Yaani tabia matendo mema yanatokana ndani yake, si kwamba ampendeze Mungu, ni kwamba awavutie watu. Awapendeze watu, si apendeze Mungu. Mungu ashampendeza. Wewe ushapendeza Mungu dada. Wewe ushapendeza Mungu kaka. Wewe ambao uko ndani ya Kristo, wewe ambao umepokea wokovu wa Kristo ushampendeza. Hakuna kitu ambacho unafanya umpendeze Mungu. Ni kwa ajili ya wanadamu wenzako. Wale ambao unakaa nao. Ili maybe wa attract. Just ama waone. Kuna mtu ambaye kabla nioe nikiwa nyumbani kwetu ushago when I was in school. When I was schooling, nilikuanga shule kwamba nasema tukawa tu tunapiga reoti. Kuna mama fulani hapo sitamtaja, but ni mwalimu, wote ni walimu leo hii. Walikuwa nakaanga vizuri sana katika ndoa yao. So tulikuwa tunapiga story tunasema wakati nitaoa nataka kuwa kama mtu kama huyu. So mambo mtu anafanya hayo, nataka kuniambia anadhirisha wokovu. Huyu mtu atakuwa ameokoka. In fact atakuwa wanaenda hata kanisani. Hata na Catholic au wanaenda kanisani. So hii matendo si kwamba inadhihirisha wokovu. Maana kuna mtu ambaye anakaa vizuri kabisa na matendo yake, kama ni ndoa yake anakaa nayo vizuri. Cornelio akiwa mmoja, example. Lakini iko na maana alikuwa ameokoka. Hallelujah. Amen. So unless uelewe wokovu, ndio utaweza kuaddress. Salvation is not even stopping ama changing listening. Secular music. It is not changing from listening to secular music to gospel music. It's not salvation. Yaani si kwamba umeacha kusikiza nyimbo za kidunia zile ambazo wanasema ni za kidunia ukaanza kusikiza nyimbo za injili. Hebu nikuulize. Hebu nirudie hiyo point. It is not changing from listening to secular music to gospel music. That's not a salvation. Si kutoka kuacha yani kubadilisha kusikiza nyimbo za kidunia na kubadilisha kusikiza nyimbo za injili. Hebu niulize swali. Wanasemaga nyimbo za kidunia secular music ni nyimbo za nini? Za kidunia. Za injili ni za wapi? Tuseme za hizi mfano.
Ujumbe ndio tofauti, zote ni za kidunia. In fact wote wako duniani. Na hakuna mtu alipia mbinguni. Hakuna penye ile makorekodiwa mbinguni. Kuna mtu wakati mmoja alikuwa station, sio ilikuwa ni si kama ni Capital FM ama nini. Mtu akapiga simu akamwambia nataka uniwekee wimbo kamoja ka Yesu. Akamwambia Yesu hakuimba wimbo. Sijui hiyo sijaisikia Yesu akiimba wimbo. Hakuimba wimbo. Akamjibu akamwambia huyo mtu alikuwa studio hiyo time akamwambia Yesu hakuimba wimbo. Sasa huyo unajua kwa njia nyingine unaweza angalia yule mtu kama ako rundi. Unaona hiyo reporter huyo ako studio unaweza kuona kama ako rundi. Lakini hayuko rundi. In fact Yesu hakuimba wimbo. Hakuimba kabisa. Hakuna siku Yesu aliimba. Hakuna wimbo unaweza sema huyu ni wa Yesu. Mfano wanasema aje? Nyimbo za kidunia secular music ni kama bongo, reggae, bongo kama tutupale mfano mmoja wa bongo ama wimbo wa secular music oni hatujui. Si tunazisikiaga hizi bongo, nasema kwa mfano ni nyingi. Ama tuseme kama kwa mfano ika sana kama imba haka katizendi iko latest inakula sasa. Hii inakula sukari. Sukari nampata. Sasa hiyo wanasema ni secular. Alafu naye gospel ni gani? Tuseme kama kwa mfano tuseme Mungu ni Mungu tu. Nasemanga hivyo. Wewe unayenisikia sio Mungu ni Mungu tu ile ya Christopher Mwangila. Mfano, natatoa tu mfano. Sasa tutokopea Mungu ni Mungu tu na hii sukari. Wewe unaona kwamba ukisikiza sukari na mwingine akisikiza Mungu ni Mungu tu wewe umeokoka ule hajaokoka. Kwa mbali sana. Yaani umechanganyikiwa viwango vya I don't know. Sijui ni kuchanganyikiwa kwa aina gani ambao umechanganyikiwa. Hizi nyimbo zote ni za kidunia. Tofauti ni ujumbe ulio ndani pale. Lakini haina maana kwamba ule ujumbe uko mahali pale unaleta wokovu. No. Hizo nyimbo zote pia hata mwokovu anaweza sikiza zote. Yes. Maana kila wimbo wakati wake. Hebu mfano, tuseme zaidi mfano kabisa. Wacha nitoe mfano. Ule wimbo umeenda mahali ambapo kuna sema nini? Sema during circumcision. Right. Ndio unaambiwa utaenda kuambia Mungu ni Mungu tu. My friend, hizo nyimbo haziwezi kuwa mahali pale. Na wewe inabidi wewe maybe hata ni mtoto wako amedhaidi. Wakuja waweke hizo nyimbo. Kwa hiyo nawaambia watoe. Maana iko nafasi yake. Hiyo ni wakati wake wa kuwekwa hizo. So, wani muamini ufanyangi la? Muamini tunaupenda jamani. Uko na yaani muamini ana mapenzi. Sasa kama una mapenzi. Sasa kama uko unaona hata hiyo sukari wanasema nampata sukari. Anaimbia inaingiana na mambo na upendo. Kuna mwingine ndio kwamba anaimba. Mbona wanitazama kisha wasakulia kama nimekukosea naomba nisamehe. Hapana hujanikosea inalia kwa furaha. Hizo nyimbo hizo. Kuna nyimbo zingine zinakuwa na message my friend katika maisha ya kawaida. Unless tu kama ina message ya kukufuru ndani yake. Exactly. Hiyo ndio utasikiza. Kama iko na message mbaya kuhusu wewe asili yako, haina maana wewe ukae kuisikiza. Ikifikia hapo maana yake nyimbo nyingi zinazoitwa za gospel siwezi lazima nisikilize hata sifai kusikiliza. By the way unaona kwanza hizi zinaitwa gospel. Zinapinga kazi timilifu ya Kristo. Kuna madhabu Mungu pia tunafanya hii kazi. Sasa nilimwambia kila wimbo kwangu si gospel. Aniuliza unamaanisha aje? Kumwambia si kila wimbo mimi naweza ita gospel. Maana before uite wimbo yote kuwa ni gospel music, lazima understand maana ya gospel. Exactly, yeah. Ukishajua maana ya gospel, unaweza qualify kuchagua gani gospel music na gani si gospel music. Kuna ule wimbo wa Rose Muhando alikuwa anaimbisha kwa simu yake. Anasema wanyamazishe. Mwambia kama hii si gospel. Yeah. Aniuliza unaita aje? Ambia naweza ita kama retaliation song, yani wimbo wa kisasi. Kwa sababu
mwenye anaimba imbi kutokea kwa upendo. Anaimba kwa sababu anataka watu fulani wapatwe na mabaya. So nikamwambia si gospel music. So akaniambia wewe gospel music ni kama gani? Na vile yenye naimba kenye Yesu amefanya kwa ajili yetu kupitia kufa kwake na kufuka kwake. Ama ile yenye naimba matokeo ya kile ambacho Yesu amefanya kwetu. Na pia kama ni hiyo naweza kubali ni gospel music. Mfano unakuta sasa wimbo unaimbwa Mungu ni mtetezi wa adui zetu, kitu kama hicho. Naibanga Farao hapo nimejua Mungu si anapigana na adui zetu mama. Sasa hiyo ni gospel. Mungu anapigana na adui zako. Na adui zako ni kina nani kwanza? First of all, adui zako ni kina nani? Ili ukiweka huo wimbo alafu useme ni adui zako. Anasema wakati kuna huyo anaibanga hiyo wimbo kuhusu Farao. Farao alipokataa nini pigo 10. Pigo la kwanza bahaika wote. Sasa anasema Mungu anapigana na adui zetu mama. Sasa hiyo ukiweka hivyo unasema wewe ni gospel. My friend, is that gospel really? Can it be a gospel? No. Gospel ni injili. Hiyo si gospel. Kama hakuna habari njema ndani ya wimbo unaita gospel, it's not a gospel. None. Not kabisa. Hiyo si gospel. My friend, hata kutoka hapa kwa announce kwa kulimwengu mzima kwamba yani unatangaza Mungu, mfano ukisema kwamba announcing to the whole world is not throwing away your guns and announcing to the world. It's not that was gospel, that salvation. Mfano ulikuwa unaomba miungu, hiyo kusema throwing away guns ni utu miungu tuingine utu. Sasa maybe ulikuwa na tusana mpako fulani. Sasa ukitutupilia mbali, alafu na kusimama kila mahali ukisema kwamba mimi nimeacha hivi na unatangaza kwamba hiyo si msio wokovu. You can throw those guns away, but you are not potent saved. Bando you are not saved. Hiyo si wokovu. Hiyo si wokovu. Hiyo si wokovu. Changing your name and picking a Christian name is not salvation. Yani kuitwa jina la Kikristo, my friend, hiyo si wokovu. Jina la Kikristo lilitoka wapi? Liko kwa Biblia. Mimi lazima maana wanasemanga mtu akona jina la Kikristo, anasema mfano, unajua kwa mfano ukiitwa hata si majina ni ya Wayahudi. Majina ni ya Wayahudi jamani. Hii kwanza inaitwa John, James, Joshua, huyu akina nani? Hao wote akina Maria, hao wote hakuna kitu ambacho unasema ni ya Kikristo. Kwanza walikuwa wengi walikataa injili. Kwanza ndio walikuwa kwani wengi ndio walikuwa hata kupinga hiyo. Sasa kubadilisha jina yako na kuchukua jina la Kikristo ambacho wanajiita Kikristo, my friend, that's not a salvation. Majina yote ni ya Kikristo. Majina ni ya Kigiriki, wale walikuwa wanaitwa hivyo, hakuna jina ilikuwa ya Kikristo. Majina ni ya kidunia. Majina ni ya kidunia. Ama kubadilisha hata title. Yani changing your name and picking a Christian name or changing the title, that is not salvation. Au what I mean here, wakati nasema kuchange title. Kubadilisha ile title ni kwamba yani unatoka from kuitwa servant fulani unaitwa bishop fulani. Hiyo si wokovu. From pastor fulani unaitwa sasa reverend. Hiyo si wokovu. My friend, you can be called those names but you are not saved. That's what I mean. Unaweza kuitwa hata bishop wa mabishop ama archbishop na hizo zingine, lakini uko hujaokoka. Kwani zile jina tu la kidunia? Jina tu. Na hiyo alileta wokovu kabisa alileta wokovu. Wakinipata wanaweza nisomea sana. Kijana umechanganyikiwa wewe. Tunasema bishop hajaokoka. Sijasema bishop hajaokoka. Unajua shida ni wewe unielewi. Sijasema bishop hajaokoka. Nimesema kwa mfano
Si mtu anaweza tu kukaa tu kaila na ana hata ajalini. Alafu aanze kujiita jina bishop. Apostle. Did you know the meaning of the apostle? Those who call themselves apostles. Yes. Yeah. Kukua bishop haimaanishi umeokoka. Unaweza kuta hata shuleni kuna wanafunzi wanajiita mabishop. Yeah. Jina tu la kawaida tu my friend. So sijasema kwamba bishop hajaokoka. Nimesema unaweza kuita hivyo na hujaokoka. Kwani sasa hata kokoti hawaitanangi Lord. Sasa ameokoka. Just a name. Unaweza jiita hata hiyo Kristo na hujaokoka. Maana hata hujui Kristo ni nini. So si jina. Si jina tu. Si title. Si title. Na hizo vitu zote ambazo nimesema asileti wokovu. Though all these things or acts are goods and expected, they are not what makes a person saved. Hata kama hizi vitu zote ni vizuri. Maana mimi nilisema si kwamba ni mbaya. Kubadilisha jina lako, kuitwa lingine. Hebu ulikuwa unaitwa jina la kinyumbani. Unajua kuna watu wananga majina ya Kikristo hiki wanaita Kikristo ili ya Kingiriki. Mfano kama mheshimiwa naitwa na Raila Odinga, anaitangwa Raila nani? Akona jina la Kikristo. Wewe mwisiki anaitangwa Honorable Raila Amolo Odinga. Ni jina yangu ya Kingiriki. Uhuru Muigai wa Kenyatta, akona jina la Kingiriki. Hao watu wakiokoka leo hii. Uhuru si jina ndio kawaida ya Kiswahili. Uhuru Muigai wa Kenyatta. Huyu mtu akiokoka leo hii hata aenda Joana jina la Kikristo, kila anaita Kikristo na wengine wengi si wataji wengi. So si jina linafanya mtu aokoke. Nakuja kuona nini ambacho kinafanya mtu aokoke. Nimesema hayo mambo yote ambayo nimezungumza kwamba kuchukua jina, kufanya nini, kuacha mienendo miovu, kuanza kusikiza jimbo hizi. Hata kama hizi vitu zote kabisa ni vizuri. Haya mambo yote ni mazuri kabisa. Ni mazuri kabisa. Haileti wokovu. Hiyo ndio kitu ambacho tunahitaji kuelewa. I'm not against those things. Tuelewe. Siko kinyume na haya mambo kwa yule ambaye anayafanya. Siko kinyume kabisa naye, lakini nataka kumuelezea kwamba hayaleti wokovu. Mfano, ukuta mtu very kabisa ako sawa kabisa, hajawahi fanya tendo la ndoa since akiwa mtoto. Sina kisiki kinyume na yeye. In fact, inapendeza. I can congratulate you, I can respect you so much. Naweza kukuheshimu zaidi. Ongea maana umeokoka. Yaani ilete wokovu kwa njia nyingine. Na siko kinyume kabisa. Na si mbaya kuwa la mambo. Haleluya. So nimesema hayaleti wokovu. Sio yanafanya mtu aokoke. So ni nini kinafanya wokovu ama kinaleta wokovu? We'll see in the next episode. Sasa hii naomba tusimame ajili ya muda. Sasa malizia hapo. So tumeona